Yes, nisikupoa sana. Mimi naitwa Ricky na hii hapa ni Ricky Media. Niko na mimi naita kapo, japokuwa yenyewe sijui bongo ukisema kapo na maanisha ni wapenzi, si ndio? Lakini ni wapenzi marafiki, right? Mambo vipi? Poa. Uko fresh Unosia? Niko poa. Na wewe ndugu yangu? Mimi uhakika. Kabisa. Leo hii Kiredio ameamua kufanya part pamoja na marafiki zake. Of course wiki hii ilikuwa ni birthday yake. Nataka nifahamu, since mmemfahamu Kiredio nyinyi kwa upande wenu, kitu gani ambacho leo mngependa kumwambia katika wiki yake hii special katika kipindi hiki cha birthday? Kikubwa tunamtakia maisha marefu, aendelee kupambana, bado ni kijana, tunampenda kama marafiki zake. Azidi kupambana, kupiga kazi. Hicho ndio kitu cha msingi na cha muhimu. Okay. Mr. UK, kwenye kitabu cha Kiredio kama atakiandika hiko kitabu cha maisha yake alafu jina lako lisipokuwepo atakuwa amekukosea sana. Nikumbushe haso za kipindi cha nyuma, haso ambazo mlikuwa mnazifanya kurekodi content zenu katika kipindi hiko. Moment gani ambayo mlipitia ikawa ngumu, pengine mlitamani kuweza kurudi nyuma, lakini leo hii mkapambana, mmefika hapa mlipofika? Labda tu niiweke kwa kubezi kwa Kiredio sana kwa the way yeye mahusiano yake na mimi niliona tuko serious kiasi gani kuvutana. Kuna kipindi Kiredio alikuwa anafanya show yake ile ya Kiredio Show. So katika promotion, kuna moja ya promotion ambazo alikodi gari, afu ile gari likabandikwa sticker. Umeelewa? Tukawa tunapita nalo chuoni. Sasa alikuwa yeye ana force kwenye zile sticker mimi niwepo. Yaani tubandikwe wawili. Lakini timu yake ilikuwa haioni sababu kwa nini nibandikwe. Sijui unanielewa? Kwa hiyo aliforce kiasi ambacho alikuwa na uwezo, yani akagombana timu yake, lakini kwa nini tumwache UK nyuma? Umeelewa? Tunapambana wote, kwa nini tusiweke? Kwa hiyo ni mtu ambaye kwenye kusupport na kusapotiana ana mchango mkubwa sana kwenye kalia yangu kuwepo hapa sasa hivi. Yeah. Mulifanya maamuzi sahihi ya kumaliza chuo, kutoendelea kuzifanyia kazi kile ambacho mulisomea. Haujawahi kufika stage ukasema kwamba ukajutia maybe kuchagua kufanya kazi kama content creator wewe, na pengine ungeenda kufanyia kazi kile ambacho ulisomea shuleni, chuoni? Obviously nisingepata mshahara na upata kwa mwezi sasa hivi, ningefanyia kazi kile ambacho nimesomea. Yaani ingekuwa ni theluthi ya ambacho mimi najilipa sasa hivi kwa mwezi kuliko ningelipwa na mtu angeniweka ofisini. Kwa hiyo sijaijutia. Yeah. Nyinyi wawili mmekuwa ni watu ambao wenyewe mnasema ni marafiki, right? Na mashabiki wanapata wakati mgumu sana kuamini state yenu ya ushabiki, ya urafiki wenu. Unadhani ni kwa nini mashabiki hawaamini nyinyi ni marafiki? Yaani ni ngumu sana kuwaaminisha mashabiki kwamba nyinyi ni marafiki. Ni vile ambavyo wanatuona kwenye kazi zetu. Sio mashabiki tu, yaani na watu ambao labda wa karibu wanakuwa hawaamini kitu kama hicho, lakini mimi ninachoweza kusema kwamba sisi ni marafiki alafu tunafanya kazi. Yeah. Okay. Na wewe ndugu yangu? Nadhani tu ni the way watu wanatuona. Time kubwa sana tunakuwa pamoja katika utengenezaji wa kipato chetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimepelekea watu kutuona pamoja, kutamani sisi tuwe pamoja. Amuoni sababu kutimiza ndoto za mashabiki ambazo wako nazo? Sasa hiyo nijibu mimi kwa sababu yani hatuwezi kufanya kitu ambacho mtu anataka au watu wanataka, kwa sababu huyu ana maisha yake na mtu wake, alafu mimi pia na maisha yangu pengine na mtu wangu. Yeah. Okay. Ni kitu gani ambacho unaweza kukielezea kuhusiana na Mr. UK nje mtu mwingine au msichana mwingine hawezi kuelezea? Cha kwanza ana roho nzuri. Kama kwa yani namna gani pale jamaa, namna gani pale? Tuendelee. Yani kiukweli ana sifa nyingi za kumsifia. Kama rafiki yangu. Ila kitu kikubwa ana roho nzuri pia. Kiupande wangu mimi ana support, sio kwangu tu, hadi kwa wengine. Kwa kikubwa ana roho nzuri. Kwa kama atapatikana wifi yangu, kama anaye au hana, ajue kabisa mwanaume wake, yani kwa ninavyomuona anaonga sana. Kwa maisha ambayo mnaishi
Najua atapata wakati mgumu sana kupata mwanamke, na wewe utapata wakati mgumu sana kupata mwanaume. Mimi nadhani kama na mwanamke anajua kazi yake. Unajua mimi mwanaume wangu hawezi kunizuia kazi ninayofanya, kwa sababu ndio inanisaidia kuendesha maisha yangu na familia pia. Kwa naye pia ndugu yangu hivyo hivyo. Okay. Familia yako mara ya kwanza waliichukulieje ukaribu wako wewe na Mr. UK? Kwa sababu sasa hivi mpaka mama anafahamu mtoto wako mwe-involve kwenye maisha yenu. Kiukweli mama hajachukulia chochote zaidi ya kufurahi namna tunavyofanya kazi, kwa sababu hii kazi yetu ndio inatufanya tuwe hapa tulipo. Okay. Hongereni bwana. Mjengo sio poa. Kwa nini mjengo sio poa? No, Dar es Salaam hapa unajua sio wote ambao wanaweza. Niseme tu ni Mungu. Ni Mungu tu, hamna sio poa wala nini. Ni Mungu, afu na wewe unaamua kufanya nini unafanya. Wanaosema kwamba kujenga ni uoga wa maisha, unaweza kumjibu nini mtu wa hivi? Naweza kusema ni kweli, kujenga ni starehe, kwa sababu unavyojenga kutegemea ile hela izunguke, ile hela inabaki pale pale. Kwa ile ni starehe kiasi kwamba unaweza ukaanza msingi leo, mwakani ukamalizia lile eneo inakuwa la kwako. Lakini vizuri zaidi kama mtu anatamani kujenga au anajenga au yupo kwenye process za kujenga, polepole ndio mwendo. Kama unajua kipato chako ni kidogo, polepole ndio mwendo. Kwa hamna haja ya kuharakisha sana ili tukuone kwamba we unacho wakati huku unaumia. Kwa jenga kwa starehe kidogo. Tunataka tuweke hii interview kwenye kumbukumbu zetu. Sawa. Rafiki yako ana mchango gani kwenye maendeleo yako, haswa kwenye nyumba yako pale? Rafiki yako Mr. UK. Cha zaidi sana na kitu kikubwa sana ni mtu ambaye tukipata hela kwa pamoja, yaani kabla sijafanya kitu chochote, yeye ndo wa kwanza, hii hela Mwamtobe ipeleke huku. Kwa hata kama mimi nitaishiwa hela kabisa, kiukweli ndo msaada mkubwa wa kwangu kuliko mtu yeyote. Naye kwake sana changiaga kidogo. Anachangiaga naye kwake. Anachangiaga kwenye mama. Matofali. Umechangia? Matofali uongo. Umechangia? Yeye mwenyewe anasema anachangia. Kuelewa. Yaani sijakuelewa, umesemaje? Kwamba amechangia? Kiukweli, yaani mara nyingi ananishauri tukipata hela kwamba hii hela nenda kafanyia hivi. Nikikosa nilikuwa sina hata 100, namtegemea yeye. Umeona? Ila sijamweka kwamba asaidie chochote pale kwangu. Umeelewa? Ila ndo mtu wa kwanza kunisaidia, ila siwezi kusema vitu vingi sana. Ile confidence uliipata wapi ya kwamba unaposti nyumba yako, unaishi kwenye nyumba ambayo haina madirisha, haijafanywa hata plaster hata nini, alafu una normal na nini fresh tu? Ile confidence uliipata wapi na nini ambacho kilikuwa kinakusukuma kuona kwamba mimi sina noma, mbona ndo maisha ambayo nimechagua kuishi? Pengine kuna maisha ambayo uliyapitia nyuma ambayo yanakufanya kile ambacho wao nakiona kidogo wewe unakiona ni kikubwa sana. Kiukweli kabla yote unajua, cha kwanza yani nimeposti tu ile nyumba, watu walikuwa wananicheka sana, ila mimi nilikuwa na enjoy kwa sababu cha kwanza mimi nilikuwa nimepangaga chumba kimoja Kimara, nimepanga chumba kimoja. Kwa hiyo nilipopata kiwanja cha kwanza nikasema najenga chumba hiki kimoja, kwa sababu mambo ya kufeki maisha, ndugu yangu, kuna watu wanakuangalia huko Dar, wanatamani kuja Dar, lakini maisha unayoishi yanakuwa ni magumu kidogo. Unaweza kuwa unajiposti, watu wanakuona una hela, kumbe mwenzako unaumia. Kwa kiukweli nasema napenda jinsi nilivyo. Sipendi kufeki maisha. Huenda nishai kufeki maisha, lakini nikaona mbona hainisaidii zaidi ya kuniumiza. Okay. Unajiona huku watu wakuone. Unajua labda nilikuwa nafanya kitu ambacho watu wanione, lakini mimi baada ya hapo ukiingia ndani naumia sana. Kwa kuposti vile nyumba yangu mpaka kufikia wakati huu na enjoy sana 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 sana. Yaani kiukweli napenda kumshauri mtu yeyote ambaye anafeki maisha, haimsaidii, zaidi inamuumiza. Umelaza shilingi ngapi pale kwenye nyumba yetu? Roughly. Kiukweli niseme tu ukweli, maana kwanza nilikuwa na hesabu hela.
ila kwa sasa hivi sio kwa sasa hivi tu. 100 inafika? Sijui, hapana. 100 haifiki, ila nakumbuka tu hela ya mwisho ambayo ndo nimekuja kuifanya kwenye tiles tu ndo naikumbuka, lakini hiyo zingine nilikuwa siandiki kabisa. Okay. Okay. Sawa, vizuri. Nataka nifahamu pia una mtoto, right? Sasa hivi mumuingiza naye kufanya content. Unahisi upo kwenye safe zone kufanya kazi ambayo unaifanya wewe? Mimi unamlinda vipi pia? Kwa upande wangu mimi, kwa kazi yangu mimi ninayoifanya sioni ni mbaya, kwa sababu hainiletei madhara yoyote. Zaidi kwenye kazi yangu mimi, ninachokipata mimi natamani naye mwanangu apate, kwa sababu asilimia kubwa watu wengi wanahisi kazi za mtandaoni labda ni za kiuni, za ufanyaje. Ni namna ya wewe unavyotaka watu wakuone ndo watakuona, namna wewe utakavyotaka kufanya ili watu wajue ndo kazi yako, watu pia watafanya hivyo. Lakini mitandao ya sasa hivi, watu wanaokuwa kwenye mitandao sasa hivi au wanafanya kazi, mimi niseme ni kazi, kwa sababu mimi ndo ajira yangu mtandaoni. Ni nzuri, sio uhuni, lakini kama wewe unajiposti kwa ajili ya watu wakuone unafanya kazi fulani, ndio hiyo watu watakuona. Swali langu la mwisho la hovyo kidogo. Content creators sasa hivi mna nafasi kubwa sana kwa wasanii, mnatumika, mnapata pia pesa na nini. Mna kaumoja kenu ambako mlikuwa nako katikati hapa, lakini sasa hivi hatuoni huo umoja, yani kama vile kila mtu yuko na michakato yake. Kuna akina Asma wanapambana kivyao sasa hivi, kina nani. Nosia, wewe mkubwa, hii hali ni nzuri? Mashabiki waamini kwamba kuna amani kati yenu au kuna tofauti yote? Unajua kitu ambacho mara nyingi watu wanakuwa hawajui ni kwamba sasa hivi kwa sisi familia yetu bado iko sawa, haina shida, lakini kila mtu yuko bize na maisha yake. Hadi kwenye party leo hawapo kwa sababu wengine wamesafiri, hawapo. Kwa hiyo huwezi ukamwambia mtu njoo yuko mkoani, umeona? Ila familia yetu iko sawa, ni vile tu watu wanaona hatuko pamoja kwa sababu kila mtu yuko bize. Mimi niko bize kuitafuta hela nimalizie nyumba yangu. UK naye kiredio nini, lakini tu wote tuko sawa, tunawasiliana vizuri. Kwa ile ni mashabiki tu wao wenyewe wanahisi kama kutokuwa pamoja muda mwingi labda ndo tumegombana au kuna issue. Hamna issue yoyote. Basi sawa, nashukuru sana kwa muda wenu. Marafiki. Nakubali. Mafulendi. Rafiki yako. Umemsave vipi? Ndio hapa. Jinsi nilivyo msave, nikija hapa na search. Mimi nitawaambia. Wewe utawaambia watu? Na search Mwamtobe. Yeye naijua. Nenda WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp, haya naenda WhatsApp. Mwamtobe. Na mara mwisho nimemtumia video. Hii ni nguo anatakiwa ashone. Nimekamatika. Leo kuna siku tu. Sisi tumeseviana hivyo tu. Hata ukasave UK. Lakini ngoja hebu fanya hivi. Zima hivi simu yako. Mbona zima? Hivi. Bani, unamweka mpaka wallpaper. Kweli? Huyu si familia yangu, hapo kwenye hii picha. Wewe una ndugu bwana wengine na wewe? Kwenye simu yangu siwezi kuweka ndugu. Kwani niweke ndugu? Kuwekana simu. Hata upendo gani? Na wewe umweka hivyo tu? Unanikwambia kitu. Maisha. Sawa. Unashikana simu. Watu ambao unakuwa nao karibu. Unashikana simu. Sasa kwani sisi ni nani mpaka tushikane simu? Tunashikiana. Huyu si mwanangu. Sana kwa huyu mwanangu. Kweli? Unaweza kumpa simu yako? Ingia WhatsApp. Mpaka basi unajua. Naijua ndio, kwa sababu muda mwingi situko wote hii hapa. Uko tayari kwa maumivu? Uko tayari kwa maumivu? Yaani mimi nikaumia kwa huyu? Upo tayari kwa maumivu? Nenda kwenye search hapa. Ni search. Okay, ukitaka ni kumrekodi ni search ya majina. Ili haya maneno. Nenda kwenye keyboard kwanza. Emoji ya kwanza kutumika ni ipi? Nini sasa? Mwamtobe ndo mtu ambaye anakuwa search zaidi. Emoji zake anazotumia kwanza Mr. UK tuangalie. Emoji ziko wapi hapa? Emoji, unataka kuona emoji hapa? Listen to this hapa. Love. Hii love ulimtumia nani? Hii love ulimtumia nani? Sasa mimi si mwanaume. Kwa yupo? Mimi mwanaume. Haya. Hizo tu nitakutana nazo. Twende.
Hamna chochote. Mbona pumzi la? Mimi mwenyewe nashangaa. Ngoja, mbona Hana shida. Mimi ndampigisha shoti, unajua huyu? mimi nimenyooka kaka. Usiangalie tena. Bwana kweli ni bila wacha, bwana enjoy.